majina naitwa Humphrey Chilewa kutoka shirika la Rekoda. Tumekuja hapa Longido kwa ajili ya kufuatilia shughuli za mradi wa Faith for Restoration ambao unatekelezwa na mashirika matatu ikiwepo Rekoda, Lokeni na WWF. Kwa hiyo tumefika hapa kwa mzee wetu Laigwanani ili tuweze kuona ni shughuli gani ambazo anazifanya za mradi. Karibu mzee, uweze kujitambulisha majina yako na uko katika kijiji gani na nafasi yako ni nini katika eneo hili. Mimi naitwa Saroni Sironga Laiza, kiongozi wa mila kutoka kijiji cha Rubomba, kata cha Rubomba, wilaya Longido. Ni mfugaji wa ng'ombe na mbuzi na kondoo na punda, na napenda sana kufuga ng'ombe iliyokuwa imeimarika. Huku kwetu ilikuwa na gugu ufamizi mno ambaye inahaziri majani ya mifugo, lakini Rekoda na WF na Loken ametusaidia kuletea majembe na kung'oa hizo vibi gugu famizi, kwa mfano Endelemet na Oljorai, Elwai, Aramame na gugu carrot. Shirika la WF ametufundisha kufukia makorongo kuanzia barabara kuu ya lami kushuka makazi ya wananchi. Asante sana mzee wangu kwa ajili ya taarifa hizi nzuri. Sasa nitaka kujua kwa kwenye hili bwawa lako, naona hapa mazingira ni makame. Maji baada ya kuyavuna kwa kutumia silanga yanakaa muda gani? Hii maji inakaa muda mrefu sana. Kuanzia sasa hivi inakaa mpaka mwezi wa uhakika kabisa ni mwezi wa 12. Kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili ndio maji inaishia. Lakini huku kwetu sisi tunabana maji, maana maji ni uhai kwa mtu, na huku kwetu maji ni ya adimu au pati iko mbali. Tunatembea kama kilomita 4 kufika Kimokoa ndio tupate maji ya mifugo. Na ndio maana tunabana sana huku isiishe kwa ajili ya kunyesha ng'ombe na watu. Asante sana mzee wangu kwa maelezo yako mazuri. Sasa tunapohitimisha, ninaomba useme wewe kama kuwa mzee wa mila, kuwa kiongozi, unaotoa ujumbe gani kwa jamii katika masuala ya kutunza mazingira, katika masuala ya kuondoa magugu vamizi na katika kufukia makorongo? Ujumbe wako ni nini kama kiongozi? Mimi naweza nikatoa ujumbe kabisa, maana mimi mwenyewe napenda mambo ya mazingira. Ushauri yangu mimi kwa wananchi, na najaribu sana kuwaelewesha watunze mazingira, wajitoe wenyewe hata bila shirika kutoa hiyo gugu famizi. Yani kila siku mimi ni kama kengele kwenye vikao ya wananchi kwamba amkeni mfanye kazi, iwe mashirika yanapowakuta wanakuta mmeshaendelea kiasi ambaye mnaweza mkawafurahisha. Asante sana ndugu mtazamaji, kama tulivyomsikia mzee wetu ambaye ni mzee wa mila akiweza kueleza namna gani ameweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi na katika hatua ya kufukia makorongo ili kujenga mazingira ambayo ni bora kwa ajili ya kizazi cha baadaye, na hasa hata kuondoa magugu vamizi ili yaweze kupatikana malisho kwa ajili ya mifugo. Ameweza kutoa wito kwa jamii kwamba tuweze kuhakikisha kwamba tunazingatia swala hili la utunzaji wa mazingira, yeye kama kiongozi wa mila, ili tuone kwamba tunaboresha mazingira yetu yawe salama kwa ajili ya kizazi cha sasa hata na baadaye. Asanteni hadi wakati mwingine.